Kufuatia kuvunjika kwa mkataba wa amani kule Mashariki ya Kati baina ya Marekani pamoja na Iran, bado msuguano wa mashambulizi kwa Marekani dhidi ya Iran imekuwa ikiendelea sana kule, swala ambalo linasababisha kile ambacho kinaendelea kuwa msuguano mkubwa kwa Mashariki ya Kati kuendelea kuwa mwiba mkubwa kwa dunia, kwa sababu tunafahamu kile ambacho kinagombaniwa pale sasa hivi ni kama bado hakieleweki, kutoka katika kugombaniana kuhusiana na kile ambacho historia ilikuwa inasema viongozi wa pale Tehran kutoka, lakini baadaye ikainataja kuhusiana na swala zima la kuwepo kwa nyuklia pale Iran. Sasa hivi tunavyozungumza ni kuhusiana na kufungwa ama kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Karibu sana hapa katika Chekeche. Mimi ni Abdallah Kurwa. Katika mahojiano yetu ya leo niko hapa na wakili Henry Mwinuka ambaye kimsingi atatupitisha kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale Mashariki ya Kati baina ya Iran, Israel pamoja na Marekani. Sasa ni Marekani, Israel dhidi ya Iran kuhusiana na kile ambacho kinahusiana na masuala zima la mlango wa bahari wa Hormuz. Wakili Henry Mwinuka, karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Mambo yanakwendaje? Salama kabisa. Mimi nafurahi kuwepo nawe hapa. Nashukuru, na mimi nimefurahi sana. Sawa sawa. Tunajadili kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati juma hili mara baada ya ule mkataba wa amani ambao ulifikiwa baina ya nchi ya Iran na Marekani ni kama umeshavunjika hivi tunavyozungumza. Mapigano yanaendelea tena, lakini kile ambacho kilikuwa kinatajwa mwanzoni kuhusiana na mgogoro huu wa kihistoria kwamba viongozi, ile jopo zima la viongozi inabidi liondoke, baadaye ikawa ni kuhusiana na uwepo wa nyuklia kule Iran, lakini sasa hivi tunavyozungumza ni mlango wa bahari wa Hormuz. Hichi ambacho tunakiona pale katika skrini yetu ndio ambacho kinaendelea kule Iran. Huku yupo Trump, yuko Mojtaba Khamenei. Nani ambaye anataka umiliki, nani ambaye ataumiliki ule mlango wa bahari wa Hormuz? Ni swali ambalo pengine maongezi yetu yatakwenda kulijibu. Karibu sana. Kwanza tuanze, nini ambacho kilisababisha kuvunjika kwa ule mkataba wa amani? Kuna vifungu vya kisheria ambavyo vilitafsiriwa tofauti ama ni nini hasa? Kuvunjika kwa makubaliano yale inaweza ikawa imechochewa na sababu nyingi, lakini sababu kubwa ni kwamba wakati wametangaza kusitisha mapigano kuna namna wamekuwa wakiendelea kushambuliana hapa na pale. Lakini Marekani wao wanasema kwa upande wao kwamba kilichosababisha Donald Trump aweze kusema kwamba makubaliano haya yamekwisha ni kwa sababu Irani walizishambulia meli 3 ambazo zilikuwa zinapita upande wa kusini mwa mlango wa Hormuz, ambao upande wa kusini unapakana zaidi na nchi ya Oman. Wakati Irani walikuwa wametoa maelekezo kwamba kwa mujibu wa makubaliano walikuwa wameingia, kipengele cha 5 cha makubaliano hayo, ile MOU tunasema, ambayo ilikuwa inahusisha wao kuacha sasa kuendelea na mapigano, kilikuwa kinaipa Irani na Oman mamlaka ya kudhibiti uendeshaji wa mlango wa Hormuz. Kwa hiyo Irani wanasema kwa msingi wa kipengele hicho cha 5 maana yake ni kwamba wao wamepewa mamlaka ya kuamua utaratibu au uratibu wa meli zinazopita kwenye mlango wa Hormuz. Kwa hiyo zile meli 3 ambazo zilipita upande wa kusini zilikiuka maelekezo ya Iran, ambayo Iran wamekuwa wakizipa maelekezo meli nyingi zipite upande tunasema Northern Route Pathway, upande wa kaskazini ambako mwambao wake ule ndo unakumbatiana na ardhi ya Iran, kwa maana upande wa Iran, kwa sababu huu mlango wa Hormuz kama tunavyofahamu nchi mbili ndo zinalalia kwenye upande huo, Oman pamoja na Iran. Kwa hiyo sasa kitendo cha zile meli kupita upande wa kusini, mamlaka za Irani zinatafsiri kwamba ilikuwa ni kama kupuuza maelekezo ya jeshi, hasa IRGC ambao ndo wanadhibiti mwenendo wa shughuli zote kwenye mlango wa Hormuz. Na taarifa za kitafiti au za kichunguzi zinaonyesha kwamba zile meli 3 zilikuwa zinapita upande wa kusini kwa sababu zilikuwa zinafuata maelekezo ya Marekani. Marekani wamejiwekeza zaidi kwenye meli zao na mamonowari yao na vikosi vyao vingi viko upande wa kusini eneo lile. Kwa hiyo ni kama walikuwa wanatengeneza namna ya kutoa maelekezo hizi meli zipite kwenye eneo lile na kuepuka sasa udhibiti wa Irani. Kwa hiyo tayari katika mazingira hayo, ili zile meli nyingine zisiweze kufuata mwenendo wa meli hizo 3 ambapo moja hapo nafikiri ilikuwa ni
ya nchi ya Falme za Kiarabu UAE. Ndio ilibidi zile meli zishambuliwe. Kwa hiyo ziliposhambuliwa ilikuwa ni kama ni njia ya kuzizuia meli nyingine kuweza kufuata uelekeo ule. Sasa hicho kitu nafikiri kikawa ndio kimeleta shida kwa Marekani. Kwa hiyo wakashambulia baadhi ya maeneo ya Bandar Abbas ambayo iko kama ni bandari ambayo iko upande wa, inategemewa zaidi upande wa kusini mwa Irani. Baada ya kufanya hayo mashambulio, na Irani wakajibu kwa kushambulia zaidi, hasa walianza na Kuwait, Bahrain. Baadaye kadri siku zilivyokuwa zinaendelea, wakaendelea na kushambulia, wakaiongeza na Jordan. Saudia, Qatar pamoja na UAE hawajazishambulia sana wakati huu, sababu Qatar amekuwa akishiriki pia kwenye juhudi za kidiplomasia za kujaribu kutafuta suluhu kwenye mgogoro huu. Kwa hiyo issue ni hiyo kwamba, na ukimsikiliza Trump na viongozi wa Marekani, kuna muda unashangaa kwamba walisaini yale makubaliano, walikuwa wanayaelewa maana yake, kwa sababu wao wanasema Irani walikubali kwamba wataruhusu meli zote kupita pale, yani ile tunasema freedom of navigation, meli zipite bila kutozwa, bila shida yoyote. Lakini ukisoma kile kipengele na mimi nafasi yangu kama wakili nilisoma yale makubaliano yote nikachambua. Kile kipengele hakizungumzi kwamba pale meli zitapita huru, hakutakuwa kuna kutoza ushuru au kutokuwa kutoza ushuru. Ilichosema ni kwamba Iran pamoja na Oman ndio zitasimamia uratibu wa uongozaji wa meli au meli kupita kwenye mlango wa Hormuz. Kwa hiyo sasa kile ambacho Trump anakielewa au pengine viongozi wa Marekani wanakieleza, ni kana kwamba wanasema Irani anavunja makubaliano, lakini Irani anasema mimi ndio natekeleza makubaliano, nyinyi ndio mnavunja. Kwa hiyo kuna kutofautiana katika kutafsiri sheria, kutafsiri yale makubaliano. Au inawezekana Marekani waliasaini lakini baadaye wakagundua mbona haya makubaliano ni kama hayako vizuri kwa upande wetu. Kwa hiyo inabidi sasa tutumie tu force. Sawa. Mtazamaji, karibu sana. Hii ni Chekeche, hapa tunajadili kuhusiana na swala zima la mgogoro Mashariki ya Kati, tukitazama namna ambavyo sasa mgogoro huu umehamia pale katika kufungwa ama kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Nani ndo atakuwa anadhibiti pale? Lakini swali ni kwamba mlango wa bahari wa Hormuz una umuhimu gani katika dunia hii ambayo tunaishi sasa? Tuzungumzie mlango wenyewe wa bahari wa Hormuz. Inatajwa 20% ya mafuta yanayotumika kote duniani yanapita pale katika mlango wa bahari wa Hormuz. Umuhimu wake ni mkubwa kiasi gani? Hakuna sehemu nyingine ya mafuta kupita? Inawezekana ndo swali ambalo watu wanajiuliza, kwa nini pale katika mlango wa bahari wa Hormuz? Kuna nini hasa? Abdallah, sehemu zipo na ndio maana tunasema 20% ya nishati ya mafuta na gesi asilia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hiyo 20%, eneo jepesi na eneo ambalo limezoeleka kwa miongo mingi kupitisha mizigo hiyo ni eneo hilo la Strait of Hormuz au mlango wa Hormuz. Kwa hiyo maeneo hayo mengine, maana tukisema 20%, maana kuna 80%. Kwa hiyo kuna maeneo kama ya Bahari Nyekundu huko ambako pia na kwenyewe meli huwa zinapita. Lakini tukumbuke mlango wa Hormuz sio tu ni muhimu katika kupitisha 20% ya nishati. Unajua, unapozungumzia 20% ya nishati inayohitajika duniani ni kiasi kikubwa mno, yaani kikubwa kweli kweli, kina uwezo kama kikizuiwa, ukiondoa 20% ya nishati kwenye soko la dunia leo hii, ndio maana unaona bei zinapanda. Yaani lazima uchumi wa dunia uweze kuvurugika kwa namna fulani au utikisike, kwa sababu 20% ni nyingi mno, hata 5 tu ni nyingi. Lakini pia tukiachana na nishati ya mafuta pamoja na gesi asilia, lakini 35% ya tunaita mbolea, fertilizer, mbolea ambayo inatumika kwenye kilimo nchi nyingi duniani, 35 inapita pale. Inatoka nchi za Falme za Kiarabu na Uarabuni huko. Kwa hiyo ni kwa sababu unajua mafuta haya katika uzalishaji wake inaonekana kuna namna pia huwa yanasaidia, moja ya product zinaweza kutokea ni mbolea. Kwa sababu nchi nyingi za Ghuba au za Mashariki ya Kati zinazalisha mafuta, kwa hiyo kwa sehemu fulani pia kuna viwanda vingi vya mbolea vinazalisha mbolea ambayo inatumika kwenye kilimo. Kwa mfano Kenya na Tanzania, Kenya wanategemea sana mbolea kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu ambazo zinapita pale Hormuz. Inapita pale Hormuz. Kwa hiyo maana yake wale kule hawalimi,
wao wanapokea sana chakula kutoka nje, lakini wao wanazalisha mbolea ambayo inahitajika kwenye kilimo. Kwa hiyo sasa unapoondoa 35% ya mbolea yote inayotumika kwenye kilimo duniani, hilo ni janga jingine kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine pia ambayo italeta madhara makubwa na itapandisha gharama za bidhaa ya mbolea, lakini vile vile na mafuta kama ambavyo tumekuwa tuki. Kwa hiyo una umuhimu mkubwa mno mfereji huu wa Hormuz. Umetaja Tanzania pamoja na Kenya kama inategemea pia mlango bahari wa Hormuz, ukiachilia swala zima la mafuta. Umetaja mbolea, kuna nchi nyingine ambazo zenyewe pia zinategemea hapo kabisa, kiasi kikubwa. Nchi nyingi tu nchi za Afrika zinategemea, nchi za Asia zinategemea mbolea na mafuta. Kwa hiyo nchi za Ulaya zinategemea gesi asilia zinazotoka Qatar kwa mfano na mataifa mengine ya Ghuba. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba, na ndio maana unaona hata Marekani mwenyewe ambaye amekuwa akishambulia Irani, na Irani hajarusha kombora hata moja kufika kwenye mji wote wa Marekani, lakini kumekuwa na ongezeko kubwa la nishati kwa maana gharama ya mafuta, na kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana yaliyopelekea, hata moja ya kitu kilipelekea hata Trump kulazimika kupunguza ile kasi ya mapigano na ile shauku yake ya kutaka kuendelea na vita, ni kwa sababu tayari Wamarekani walishaanza kufinywa na gharama za nishati. Gharama zilipanda kwa kiasi ambacho kilikuwa kinaleta changamoto kubwa sana. Kwa hiyo unaweza ona kwamba sio tu hizi nchi ambazo zinategemea moja kwa moja ile nishati kutoka pale, lakini hata Marekani wenyewe ambao pengine usingefikiri wao wako mbali sana. Madhara tuliokuwa tunafikiria ni ya kushambuliana moja kwa moja, lakini linapokuja swala la uchumi wa dunia, uchumi wa dunia umefungamana. Kwa hiyo kuna namna mtajikuta kwenye changamoto, mashirika ya ndege yatapata hasara kwa sababu kuna ndege zilikuwa zinatoka Marekani nyingi zinakwenda nchi za Ghuba au Mashariki ya Kati, hazikwenda kwa muda mrefu. Kwa hiyo zile airlines au mashirika ya ndege ya Marekani tayari yanaingia kwenye changamoto. Kwa hiyo na changamoto nyingine ambazo zinapelekea mfumuko wa bei wa bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana, na ndio maana tunaona dunia, hata nchi nyingine zimekuwa hazitaki kuingilia pale. Sawa, tutaendelea hapa kuhusiana na changamoto nyingi sana. Dunia haitaki, dunia inapata maumivu, haisikii milio ya risasi, lakini nasikia namna ambavyo maumivu hapa katika masuala mazima ya nishati ya mafuta, lakini pia swala zima ambalo tumeambiwa leo hapa na wakili Henry Mwinuka la mbolea ambayo inategemewa kwa kiasi kikubwa na wakulima wengi ikiwemo hapa Tanzania. Tupate mapumziko mafupi kisha tarejea hapa katika Chekeche. Unaitazama Chekeche hapa ndani ya UTV kupitia Azam TV. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Mimi ni Abdallah Kurwa, niko na wakili Henry Mwinuka ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa pamoja na masuala mazima ya kidiplomasia, tukiangalia kuhusiana na swala zima la changamoto ama mgogoro wa kule Mashariki ya Kati ambao kwa sasa hivi unatajwa kuhamia pale katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao kuna mvutano baina ya Marekani pamoja na Iran. Nani ambaye anatakiwa kudhibiti ule mlango wa bahari wa Hormuz? Moja kati ya vitu ambavyo pengine tunataka kuvijadili hapa, Henry, ni usalama wa ule mlango wa bahari wa Hormuz. Iran wana nafasi gani kuhakikisha usalama unakuwepo pale katika ule mlango wa bahari wa Hormuz? Iran wana nafasi kubwa mno. Unajua Iran wamekuwepo na hilo eneo kwa maisha yao yote, na hili eneo ni toka enzi na enzi. Toka tunapozungumzia ile Persian Empire, wakati wa Waajemi, ukisoma hata kwenye maandiko wapo. Kwa hiyo na ndio maana wamekuwa wakisema muda mrefu wao ni taifa la muda mrefu kuliko hata Marekani. Kwa sababu wamekuwepo hapo kwa muda mrefu, wamepitia changamoto nyingi, wamepigana vita nyingi za kihistoria. Wakina Alexander the Great, Roman hawa Warumi walipika pale. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwepo pale kwa muda mrefu. Sasa hili ni eneo la kimkakati kwa sababu ya umuhimu wake, tunaita choke point, kwa umuhimu wake kwa usafirishaji au biashara ya usafirishaji na usafirishaji wa malighafi na rasilimali mbalimbali za kidunia, za kibiashara, kiuchumi na vitu kama na mambo mengine, kwa sababu sio tu inasafirishwa nishati ya mafuta, hata silaha zinazonunuliwa, silaha nzito nzito, manake ndo maeneo kama hayo yanapita kwa na bidhaa nyingine mbalimbali. Unajua tumefocus zaidi kwenye nishati, lakini ukiangalia ukweli wake inawezekana hapo madhara yana athiri pia au yanaingia hata kwenye bidhaa nyingine nyingi tu za kibinadamu ambazo binadamu wanazitumia. Mambo vifaa vya hospitali,
bidhaa chungu mzima unaweza kuzungumzia za kilimo pia zinapita na vitu kama nilivyosema, eneo lile sehemu kubwa pia watu wa Mashariki ya Kati hawalimi, kwa hiyo wanategemea kuingiza vyakula, na vyakula kwa bulk au kwa wingi lazima utavipitisha kwa meli, huwezi kuvipitisha kwa ndege. Ndege zinasafirisha, lakini kwa sehemu kubwa meli zinasafirisha kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa hiyo Irani na sasa hivi unajua umuhimu wa huu mlango hata sisi tumeuona sasa hivi. Yaani hata dunia tulikuwa hatuelewi kwamba pana umuhimu gani pale. Lakini kutokana na mtikisiko uliotokea, bei zimepanda. Hata huku kwetu tumeona shughuli tulioipitia. Hizi bei zimepandishwa baada ya huu mgogoro kuibuka. Kwa hiyo maana yake unaweza ukagundua kwamba na Irani sasa hivi ni kama wanasema ni kweli tumekuwa tukizuiwa kutengeneza silaha ya nyuklia. Silaha ya nyuklia wanatengeneza ili kama kujihami na kuwatisha maadui zake ambao wao wanawachukulia ni Irani, Israeli pamoja na Marekani. Lakini wamegundua kumbe mlango wa Hormuz na wenyewe kumbe ni nyuklia nyingine ndogo, kwa sababu una uwezo wa kutetemesha uchumi wa dunia. Kwa hiyo ni muhimu sana kwao, na ndio maana wamejiwekeza sana kwenye eneo hilo. Wamejiwekeza kwenye meli ndogo ndogo, boti ndogo zinaitwa speedboat au zinaitwa mosquito fleets, ambazo zinakuwa zinatumika kuhakikisha kwamba kama kuna changamoto yoyote basi zile, na zinajiendesha zenyewe, ni kama hizi drones. Kwa hiyo wao wametengeneza za boti ambazo zinakuwa zinabeba makombora, wakati mwingine anaweza kufika hata kilomita 700. Kwa hiyo wamejiwekeza kweli kweli kwenye eneo hilo kiusalama, na ndio maana inakuwa ngumu kwa Marekani. Na hata Marekani tunafahamu zile meli zake kubwa, mojawapo wa Gerald Ford ilishambuliwa sana mpaka kuharibika, ambayo ni meli kubwa yenye gharama kubwa sana. Na hata Marekani wameweka meli zao na vikosi vyao mbali sana, sio kwamba wako eneo hilo. Kwa hiyo Marekani wenyewe, Henry, umetaja hapo nafasi ya kulinda mlango bahari wa Hormuz kwa Iran ni kubwa sana. Kwa upande wa Marekani wenyewe nafasi yao pale haipo, na hata huko nyuma kihistoria haikuwepo kabisa, haijawahi kuwepo. Na ndio maana hata Irani wamekuwa wakilaumu Marekani kwamba waliosababisha hii shida ni wao, kwa sababu kabla ya hapa kila kitu kilikuwa kinaenda sawa. Hakuna meli ilikuwa inazuiwa, hakuna meli ilikuwa inatozwa. Lakini Henry, inatajwa kwamba Irani wenyewe pale sasa hivi wanataka kuwepo kuna tozo ambao wanaichukua. Huko nyuma hii tozo ilikuwepo? Haikuwepo. Kwa nini sasa hivi Irani wanataka tozo pale? Wanataka iwepo hivyo, maana yake sasa wanapata ile tunasema wanapata uhalali kwa kusema kwamba hili eneo sasa inabidi tulidhibiti kwa nguvu na inabidi lisimamiwe kwa nguvu. Na kama unalisimamia kwa nguvu litahitaji gharama zaidi, na maana yake kutakuwa kuna mashirikiano au coordination unaweza ukaisema. Kwa hiyo ni katika kuongeza pressure, yani ni katika kuongeza pressure, ni kama silaha sasa wanataka kuitumia, na ili waweze kuitumia vizuri lazima watengeneze kanuni ambazo zitawalazimisha watu kabla ya kupita pale wawe wanawasiliana au wanaratibiwa na mamlaka za Irani, na hiyo itawasaidia wao kwenye udhibiti wa hilo eneo. Sasa kama kutokuwepo kuna tozo, sasa hivi tumeshuhudia kwamba inatajwa mafuta ghafi yamepanda katika soko la dunia, yamepanda sana, na kama mafuta ghafi yanapanda inamaanisha baadaye yale mafuta ambayo tunajua kuyatumia yatapanda tena zaidi. Kama kutakuwepo kuna tozo, na baadaye hata kama vita vitaisha, tutashuhudia tena kuendelea kupanda kwa bei mafuta kabisa, na si jambo zuri, si jambo zuri kwa maana ya kwamba la kulifurahia tozo hizo kuwepo, kwa sababu kwa sisi ambao labda tunanufaika na bidhaa zinazopita eneo hilo, maana yake mwisho wa siku wafanyabiashara huwa wanahamisha zile gharama kwa mlaji wa mwisho. Kwa maana yake utegemea hapo gharama za bima zitakuwa juu, na gharama za bima zikiwa juu maana yake gharama za usafirishaji zinakuwa juu, na nauli na kila kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku hayo yote anakuja kurundikwa mlaji wa mwisho. Kwa hiyo sio kitu kizuri, lakini sasa tayari kumesha kuwa na hii shida hapa, na Irani ni kama wanajaribu kutumia sasa huu mlango na wao kama njia ya kama ulivyosema, sasa hivi nyuklia haizungumzwi, makombora ya balistiki yale hayazungumzwi, ya ubali mrefu, wala viongozi kubadilishwa. Kwa hiyo sasa hivi maana yake ni nini? Wote wanabishania. Kwa hiyo imegeuka kama ni dili sasa huu mlango wa Hormuz. Kwa hiyo kila mtu anaona ni namna gani nitumie huu mlango wa Hormuz kuweza kupata faida kubwa zaidi kwenye ukanda ule, lakini pia
kwenye maslahi yake kama taifa. Sawa. Karibu sana kama ndo unajiunga nasi hapa katika Chekeche Azam TV. Tunazungumza leo kuhusiana na swala zima la mgogoro wa Mashariki ya Kati, na hasa tukitazama namna ambavyo mgogoro huu umekuwa na hatua mbalimbali. Sasa hivi tunavyozungumza, dunia inashuhudia mashambulizi ambayo yanafanywa na Marekani kule Iran. Dunia inashuhudia mashambulizi ambayo yanafanywa na Iran katika zile nchi ambazo ni washirika wa Marekani, ambapo kuna kambi za kijeshi ama vitu vingine ambavyo vinakuwepo pale. Swali la kujiuliza, kati haya yote inaendelea, kuna Umoja wa Mataifa, Henry. Kuna Umoja wa Mataifa, kuna Baraza la Umoja wa Mataifa. Katika mgogoro huu limefeli. Sio mgogoro huu tu. Umoja wa Mataifa umefeli kwenye mambo mengi sana na umekuwa hauna nguvu. Tunashindwa kuulaumu sana, lakini muundo wake, Umoja wa Mataifa uliundwa baada ya mwaka 1945. Of course ulichukua majukumu yaliyokuwa ile tunaita League of Nations ambayo iliundwa baada ya vita ya kwanza. Sasa changamoto ni kwamba Umoja wa Mataifa uliundwa na mataifa yaliyoshinda vita ya pili ya dunia wakiongozwa na Marekani. Kwa hiyo jinsi uliwekwa katika namna ambayo ulikuwa tu unalinda maslahi ya wakubwa wale, na ndio maana unaona hata kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, moja ya chombo muhimu kabisa kwenye umoja huu, wapo wababe watupu wa dunia hii, wapo zile nchi kubwa, na hizi nchi kila moja imejipa kura ya veto ya turufu, kwamba ikitokea kuna maamuzi yanafanyika ili yatekelezwe, inabidi wote wakubaliane. Wasipokubaliana, manake mmoja ana uwezo wa kunyanyua kura ya turufu na kuzuia. Kwa hiyo maana yake ni umoja ambao hauna jeshi, uongozi wake unategemea misaada. Tumeona Marekani wamekuwa wakiukandamiza umoja huu toka Trump ameingia madarakani mwaka huu mmoja uliopita. Umoja huu umepitia mtikisiko mkubwa sana, Umoja wa Mataifa, kwa sababu walikuwa wanategemea misaada mikubwa kutoka kwa Marekani. Sasa Marekani anapotoa ile misaada, anakuwa pia sio tu misaada inakwenda hivi hivi, anataka sera yake ya mambo ya nje iweze pia kuambatana na misaada hiyo ndani ya Umoja wa Mataifa ambao unajumuisha nchi zote zenye maslahi tofauti na sera na itikadi tofauti. Sasa katika mazingira hayo, manake Marekani anaona kwamba hawezi kuendelea kutoa fedha ili hali nguvu yake ya ushawishi kwenye pale ndani inakuwa haiendi vizuri. Na unaona amejiondoa kwenye shirika la kimataifa la afya duniani. Tumeona changamoto zilizotokea kwa sababu kupitia shirika la misaada la Marekani USAID ambalo lilikuwa linatoa fedha nyingi sana kwa muda mrefu, na hili jambo limekuja ghafla. Kwa hiyo tumeshuhudia changamoto kubwa, na hata nchi za Kiafrika zimeathirika, tukiwepo sisi, kwa sababu kuna ule mpango ulioanzishwa na rais wa Marekani unaitwa PEPFAR ambao ulikuwa unasaidia fedha kwenye idara mbalimbali kwenye baadhi ya magonjwa. Zimeondolewa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ni kama mbwa asiye na meno. Huwezi kumlaumu. Ukisoma jinsi ilivyoundwa, unagundua kwamba hawa wakubwa walikaa chini wakaunda tu kitu ambacho kitawasaidia wao kuwa na udhibiti kwenye siasa za kimataifa, lakini sio kwamba uliundwa uwe huru uweze kutatua changamoto za dunia hii kwa uhuru na kwa ukweli. Sawa, Henry, kwa kumalizia, kuna nchi za Ghuba kule Uarabuni yenyewe, kuna namna ambavyo wanakwenda kusuluhisha mambo yao, hata ale makubaliano ya amani ambayo sasa hivi tunasema yamevunjika. Kuna washirika ambao walikuwa wameshinikiza Iran kufanya yale ambayo wamefanya. Iran ikaona basi kuna haja ya kufanya vile ambavyo wamefanya. Kuna namna ambavyo kunaweza kusuluhishwa kwa mgogoro huu, na hiyo namna ipo katika njia ipi kwa ufupi? Namna ipo Abdalakulwa. Tumeona Pakistan na Qatar wamejitahidi sana, na Oman hata kwa sehemu fulani na washirika wengine kama China wamekuwa wakihamasisha, lakini kwa eneo lile la Mashariki ya Kati, kutokana na hiki kilichotokea, zile nchi zimeingia pia kwenye mtafaruku, kwa sababu Irani aliwashambulia pia, alishambulia kambi kwa maelezo yake ambazo zipo kwenye nchi ambazo kuna majirani wenzake kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ilileta shida kubwa kwa maana ya kwamba wakawa wameingia kwenye uhasama. Lakini sasa hivi naona Qatar wamejitahidi kwa sehemu kubwa sana kushirikiana na Pakistan kuhakikisha kwamba kuna utatuzi wa mgogoro huu kwa njia za kidiplomasia. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba tunadili na nchi mbili ambazo moja ya Wairani wana misimamo mikali sana, wana itikadi kali sana, hawaogopi. Lakini pia unadili na rais wa Marekani ambaye na yeye pia hujui kesho akiamka asubuhi ataibuka na nini. Ni rais ambaye anafanya maamuzi zaidi kwenye mtandao, anaweza akaamka akaandika chochote kule. Kwa hiyo inaleta tension kubwa sana, lakini nafikiri nchi za Mashariki ya Kati
zinajitahidi kadri ya uwezo wao kujaribu kupunguza huu mgogoro, na hasa kwa kumshinikiza Donald Trump, kwa sababu Trump ana maslahi makubwa sana kwenye zile nchi, na zile nchi zina mikataba mikubwa ya kibiashara ya matrilioni ya pesa ya dola ambazo yanapaswa kuwekezwa kule Marekani. Sasa kama hali itaendelea hivi, uchumi unakuwa unayumba, hata hizo pesa za uwekezaji kule Marekani maanake itakuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukiangalia maslahi ya kiuchumi, ukiangalia maslahi ya kidiplomasia, kuna namna yanasaidia kupunguza kidogo kasi, japokuwa isingekuwa hivyo pengine tungeshuhudia vita kali zaidi baina ya Irani na Marekani. Sasa wakili Henry Binuka, mimi nikushukuru sana kwa kufika hapa. Nadhani wakati mwingine tutaangalia zaidi, kwa sababu hatuombei mgogoro uendelee kule Mashariki ya Kati, lakini tutaangalia kwa kadri ambavyo mambo yanakwenda, namna ambavyo dunia ifanye nini ili kuhakikisha mgogoro huu unatia nukta. Asante sana. Asante sana. Shukrani sana mtazamaji, tumehitimisha hapa kutazama kile ambacho kimetoweka hapa leo kuhusiana na swala zima la mgogoro Mashariki ya Kati, Marekani dhidi ya Iran, ama unaweza ukasema Marekani Israel dhidi ya Iran, kwa sababu ni nchi ambazo zimekuwa zikisuguana sana, na ukitazama historia yake inayohusu nchi zote hizo tatu kwa kiasi kikubwa. Nani katika hii kamba atavutwa katika upande mwingine? Nani atakuwa anakwenda kuwa kama mshindi wa kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz? Ni swali ambalo mimi na wewe hatuna majibu. Asante sana kwa kuwa nasi hapa katika Chekeche. Mimi ni Abdallah Kurwa, nikutakie wakati mwema.